Poa. Siko vizuri. Yaani siko vizuri. Leo inawezekana kama ni siku yako mbaya kabisa. Yaani katika siku mbaya ni leo. Maana jana nimejitamba sana. Lakini leo ni siku yangu ni mbaya mno. Na ubaya unakuja kutokana na Simba anavyodondosha points. Ndio maana ubaya unakuja hapo. Yaani nashangaa kwa nini Simba ikifika hatua hii points zinaanza kudondoka. Umeona? Ila kikubwa mimi ninachosema Ahmed Ally atobeba kombe tena lile la NBC kushangilia kama tulivyobeba la Mashabiki Dabi. Sababu Mashabiki Dabi mimi mwenyewe nilikuwa security siku zile. Tulikuwa tunalinda uwanja na tulilinda uwanja mpaka tukapata matokeo, akafurahia sana kubeba lile kombe la Mashabiki. Sasa hivi baadaye akomae apambane, yeye anakuja baadaye anakuja kuwaponza mashabiki, anatudanganya sisi mashabiki, mwisho wake matokeo yake ndio kama tunadondosha points kila siku. Ndio sasa nakuja pale pale. Viongozi wa Simba inatakiwa wakae wajitathmini. Huyo Damalo hana madhara yoyote. Yaani wanahangaika naye bure. Wapambane na ubingwa. Yaani kama hao wanataka kupambana, wapambane na ubingwa. So kwenda kupambana na kesi. Wewe ushaambiwa yule ni mzawa. Unataka kwenda kasi ukafanye nini? Unataka haki? Haki hiyo ya nini? Si watu wa haki nini? Haki ya nini? Wewe ushaambiwa yule mchezaji ni Mtanzania. Pambana na hali yako, pambana uchukue ubingwa. Ubingwa hautaki. Haya. Yule mchezaji aliyomleta Jairuti anasema hajamleta Jairuti. Yule mchezaji suka mleta Mo. Sasa sisi tuelewe lipi? Yaani sisi wanatuacha wakati mgumu. Na mwenyewe tuliona kabisa klipu na alishasema kwamba nimeleta mchezaji na sisi tumemuona. Matokeo yake huyo Lwemba anakuja anawekwa benchi. Yaani mwishoni ndo anakuja kuingizwa pale. Yaani kama maagizo tu ashaona kwamba hii ngoma sasa ishaanza kuwa ngumu. Na sasa hivi sisi wengine tunaogopa kuongea ya ndani. Tunaogopa kuongea ya ndani tusije tukakamatwa. Ila sisi mashabiki wa Simba na ndio maana tukapewa tuzo ya mashabiki bora. Sisi mambo ya kusema kwamba eti kitu kimetokea tukae nacho tusiongee, sisi hatuwezi. Yaani sisi kiongozi akizingua sisi tunamlipua. Kama hautaki ubingwa basi wasituhamasishe sisi tusio tunaenda viwanjani au yaani tuseme kwamba mimi kwanza nilishasema msimu huu Simba baby kombe. Mimi sivai jezi ya Simba. Yaani kama baby Simba ubingwa msimu huu. Sababu sisi tulikuwa na nafasi kubwa sana ya kubeba ubingwa. Mwaka huu Yanga ni mbovu. Yanga anadondosha points, sisi tunadondosha points. Juzi tumedondosha points, leo tumedondosha points. Ni points ngapi? Points 5 ni nyingi sana. Umeona? Yanga nani atamdondoshia points? So kweli. Yaani sisi kiukweli msimu huu ubingwa kwetu sisi hakuna mpaka sasa hivi. Viongozi wa Simba hawana uchungu na ubingwa. Mimi naona hawana uchungu. Hawana uchungu. Sio wanafanya press wanazungumzia ubingwa nini? Ubingwa upi wanaozungumzia wao? Ubingwa gani sasa anazungumzia? Angekuwa na uchungu wa kutaka kubeba ubingwa, wasingekubali mechi kama hizi. Wale sisi tuliwafunga goli 3. Wana mpira gani wale wa kutushinda sisi tushinde kuwafunga? Sisi tunasubiri pointi za Damaro za mkishinda kasi. Hiyo kasi mara ngapi zimepelekwa kesi na hata hawajashinda? Hayo mambo ni wayaache huko ya Damaro. Tupambane tuchukue ubingwa. Haya mambo ni aibu. Tunafungwa mara 6 na Yanga mfululizo. Anakuja kuchukua kombe mara 5 mfululizo. Na sio mara 5 tu. Kwa hali na uongozi huu wa Simba atachukua hata mara 20. Yanga atachukua ubingwa hata mara 20 kwa sababu viongozi wenyewe wa Simba hawako makini. Tangia afe yule mzee, sasa hivi Simba inayumba. Yule mzee sisi ndio tulikuwa tunamtegemea. Yule kikitokea kitu anapambana. Mchezaji mzuri anapambana, anamleta. Wachezaji wote unaona Yanga kina nani hao waliopita wote hao alikuwa anawaleta yeye, lakini ndio hivyo. Hawataki ubingwa, acha tukae tuteseke. Lakini Dirisha Dogo amesajili vizuri. Unadhani shida ni kwenye uongozi, ni wachezaji? Yaani unajua iko hivi. Mchezaji akishafika katika klabu. Huyu Libasageni alikuja yuko moto. Aula alikuja yuko moto. Lakini kaangalia mfumo wa uongozi na mfumo wa timu, wameamua nao kurelaxi, hawachezi mpira kama wale waliotuonyesha wanacheza. Ndio maana sasa hivi wanacheza mpira wa kawaida. Unamwona kabisa Aula so yule Aula, unamwona Libasageni so yule. Kwa hiyo sasa wenyewe washaona kwamba hii timu uongozi wao so uongozi wa kuogopa. Umeona? Kwa sababu wenyewe wamewatengenezea njia kuto kuogopwa. Umeona? Sasa mtu utafanyaje? Umeona?
huyu nani Morris anakaa benchi. Morris ni mzuri, mchezaji mzuri, lakini sasa hivi ameonekana hana chochote. Mechi ile tulikuwa tumeshaiwini kipindi cha pili. Wale nani TRA walikuwa washafanyaje? Washachoka. Wanatuingizia Luemba. Wakati Luemba anasema sijui ana majeruhi. Haya, Mpanzu mpaka saizi hatujui Mpanzu kwa wapi. Tunaambiwa sio anadai posho, sio anafanyaje? Hasa ndo maisha gani haya? Sawa kuingia chama sawa, lakini Mpanzu mbona hajacheza? Na kwa nini hata sabu hakuwepo? Na mbona hawajatuambia kama ni majeruhi? Shida ni nini? Kwa hiyo ndio maana nakwambiaje, uongozi huu ni uongozi ambao wanajinufaisha wao, sio kutufurahisha sisi mashabiki. Kwa hiyo Azam hakuwaonea. Kwa ile sakata la Azamu kihaki, unaongea haki, lakini ile mechi alistahili ashinde. Huyo Luemba huyo, ile siku ile alikaishwa pale benchi, mbona hajacheza? Na yule ni katikati aliwasumbua Yanga vibaya sana. Kwa nini ile juzi kuwekwa pale? Kwa hiyo ni maagizo, wanacheza kwa maagizo. Mwenye maagizo ndio kujua nani ambaye anaagiza. Viongozi wote wanaohusika hapo Simba. Kuna Magori, kuna Mangungu, kuna nani? Hapo kwanza huyo Magori ulionitajia, yeye ndo kasema kwamba huyo Luemba sio mchezaji, hajamleta Jeruti, kaletwa na Mo. Kwa hiyo sasa yeye kama anatuambia hivyo, sisi hatuelewi. Inatakiwa atuambie kwamba huyu mchezaji bwana mtu fulani ndo alimleta, naye mwenyewe Jeruti alisema mchezaji mmoja nitamleta mimi, na ndio maana alisema. Sasa sielewi, labda wenyewe kwa wenyewe waliambiana bwana wewe huyu jifanye mchezaji umemleta wewe ili maisha afanyaje yaendelee, watudanganye sisi mashabiki. Lakini sisi tushajua kama hiyo michezo wanaocheza acha wacheze, ila sisi mashabiki tushachoka na maisha haya. Tunanyanyaswa, tunachekwa vibaya mno. Soa amekuja mkataba wa uzungumziaji. Sasa huyo Soa kama ni kwanza Soa, usajili wa Soa, mimi mwenyewe light ningekuwepo na uongozi wa Simba wala nisingeshauri Soa ingie Simba, kwa sababu Soa ana mitindo ana tabia mbaya. Umeona? Yaani mchezaji ambayo ana nidhamu, unaenda unamsajili kisa eti waumize Yanga. Haya, huyo Soa pale JSM alikuwa anaenda kila siku na ana mapenzi na Yanga. Wewe unaenda kumchukua Soa wa nini? Angalia sasa, unamlipa hela za bure, mwisho wake ana faida. Tungemwacha tu hivyo hivyo, labda acheze. Mwalimu unavyomuona, mwalimu ni mzito. Mwalimu anacheza mwisho wake unaona kabisa pumzi imefanyaje? Imekata. Sasa ndio ndo tunamtegemea. Kama Soa angekuwepo at least angetoka mwalimu angeingia Soa, kama anawaweka wote double striker, wanacheza wote tunaona, lakini sasa vibaya sana. Yaani na misi Kibu vibaya mno. Ila tu nachoomba asirudi tena huku Simba. Yaani apambane na maisha yake huko asirudi. Kwa sababu gani? Mpaka leo hii ninavyokuambia Kibu, maisha ni yale yale ya kuteseka. Tangia ile uliofunga wewe goli ukaslide mpaka leo hatuna furaha. Yanga bingwa ndio. Sasa utasemaje? Yanga bingwa na supu naenda kunywa Jangwani. Utaenda Jangwani. Vibaya, na natamani hata nipande kwenye lile gari lao lile ambao nakitembeza kombe lile. Yaani hiyo siku namuomba JSM au injinia hiyo siku wanipandisha kwenye hilo gari, kwa sababu najua tu ubingwa watabeba. Unawake wanabeba. Hiyo kesho kutwa na Dodoma sijui. Yaani na Dodoma kesho kutwa sijui. Wewe nafasi yenu ya ngapi? Nafasi yetu watajua wenyewe. Ya pili au ya nne? Nakwambiaje, nafasi hata mwaka hata hiyo ya nne hatupo. Hampo hata ya nne? Hata ya nne hatufiki. Sasa nisemeje? Kwa nafasi ya kwanza unamwacha Yanga. Yanga atachukua ubingwa. Huyo TRA mwenyewe sana anapokuja moto. Huyu ndo atakuja kuishangaza Singida, atakaa nje. Azamu, yaani hizi timu ndogo ndo ambazo zitashika nafasi ya 4. Simba anashuka. Nafasi ya 5. Ya 5 ya 6 huko. Bye. Waende wakauze kahawa. Ukapige supu tu. Mimi naenda kupiga supu. Tunachekwa sana jengo letu pale, nyinyi watu wa mabiashara. Sisi tupo sana kwenye mambo ya mabiashara kuliko kucheza mpira. Leo hii sisi tunanyanyasika. Leo hii sisi jezi tunazoona chungu, tukivaa paka tunaona joto. Kwa sababu gani? Haya, paka tunamkumbuka Kagere, tunamkumbuka Boko. Boko alikuwa anafunga magoli mpaka 20, magoli anafunga Kagere mpaka 24. Leo hii hakuna mchezaji wa Simba ambaye anafikia magoli hata 17, 18. Wako wapi? Kwa hiyo sasa kwa mwenendo huu, hebu wajaribu kwanza kujichekecha kwanza. Wale wote wanaotuhujumu sisi, hebu jaribuni kwanza kutuonea huruma na sisi ambao tunaotumia pesa zetu kununua mavazi haya yanayotupendeza na kwenda viwanjani. Asante sana. Haya.